Mwanasayansi wa Kifaransa aliyegundua kidonge cha kutoa mimba amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 98. Etienne Emile Biolay alisaidia kutengeneza dawa ya kumeza ya RU 486 ambayo imewasaidia wanawake mamilioni duniani kupata njia salama na nafuu ya kutoa mimba bila upasuaji. Dr. Biolay alifariki nyumbani kwake Paris siku ya Ijumaa. Mkewe alithibitisha kupitia taarifa. Simone Harari Biolay alisema utafiti wake uliongozwa na imani yake katika maendeleo kupitia sayansi, kujitolea kwake kwa uhuru wa wanawake na tamaa yake ya kusaidia watu kuishi maisha bora na marefu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimuita Dr. Biolay taa ya ujasiri na mwanafalsafa wa maendeleo aliyewasaidia wanawake kupata uhuru wao. Aliongeza kwenye chapisho lake la X, zamani Twitter, ni Wafaransa wachache sana waliobadilisha dunia kwa kiwango kikubwa kama yeye. Waziri wa usawa wa jinsia wa Ufaransa naye pia alisema kwenye X kuwa maisha ya Dr. Biolay yaliendeshwa na jambo moja tu, hadhi ya mwanadamu. Dr. Biolay alizaliwa tarehe 12 Disemba mwaka 1926 huko Strasbourg. Alibadilisha jina lake na kujiunga na wapiganaji wa upinzani dhidi ya uvamizi wa Nazi akiwa na umri wa miaka 15. Baada ya kumaliza masomo yake, alisafiri hadi Marekani na kufanya kazi na Dr. Gregory Pincus, aliyejulikana kama baba wa kidonge cha uzazi wa mpango. Baada ya kurudi Ufaransa, alitengeneza njia ya kuzuia kazi ya homoni ya progesterone ambayo ni muhimu kurutubika na kujishikiza kwenye mfuko wa uzazi. Ingawa dawa hiyo ya kutoa mimba ilitengenezwa ndani ya miaka 10, Dr. Biolay alitumia miongo mingi kushawishi serikali mbalimbali duniani kuidhinisha, licha ya kukabiliwa na upinzani mkali na hata vitisho kutoka kwa wapingaji wa utoaji mimba. Uuzaji wa dawa hiyo uliidhinishwa mwaka 1988 na ulizua mjadala mkubwa hasa barani Ulaya na Marekani, ambako mpaka leo kuna mvutano mkali kati ya wanaounga mkono haki ya kutoa mimba na wanaopinga. Hadi sasa, dawa hiyo imeruhusiwa kutumika katika zaidi ya nchi 100 duniani, lakini bado kuna masharti makali ya upatikanaji wake Marekani na nchi nyingine kadhaa. Katika miaka ya hivi karibuni, baadhi ya wapinga utoaji mimba wamekuwa wakidai kuwa dawa hiyo ni hatari, licha ya mamlaka za afya duniani kueleza kuwa ni salama kuitumia. Mwaka 2023, Rais Macron alimkabidhi Dr. Biolay tuzo ya heshima ya juu kabisa nchini Ufaransa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.